Hapa ni katika uwanja wa Tanzanite Kwaraa Babati mkoani Manyara, ambako wananchi wameanza safari katika mkoa wa Dar es Salaam na kutoka katika mkoa huu wa Manyara, wilaya hii ya Babati, kuwafuata Fountain Gate katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Na kwa sasa katika dimba hili la Tanzanite Kwaraa ni wananchi wakiwa wanapasha misuli kujiandaa kuelekea katika mchezo wao ambao watacheza na Fountain Gate siku ya kesho majira ya saa 10 za jioni. Ni mazoezi yao ya mwisho, wananchi kujiandaa kuelekea katika mchezo huo dhidi ya Fountain Gate. Hapa wanapasha tu misuli yao na ni mazoezi yao ya mwisho kujiandaa kuelekea katika mchezo huo dhidi ya Fountain Gate. Ni Ali Shabani Kamwe na Issa Mbuzi Liponda katika ardhi ya Dar es Salaam. Issa Mbuzi Liponda alizungumza sana kuelekea katika mchezo huu. Na Ali Shabani Kamwe baada ya kufika katika mkoa wa Manyara, wilaya hii ya Babati, pia na yeye ametamba sana. Kila mmoja anatamba kwa nafasi yake, kila mmoja anatamba kwa namna yake. Ni nani ambaye ataibuka na ushindi katika mchezo huu? Watatoka nyaunyau au ni vipi? Sisubiri tuone, dakika 90 ndizo ambazo zitazungumza moja kwa moja baada ya kukipiga kipute, gozi likazungumza na pichi nayo kwa maana ya nyasi nazo zikatete meka. Namuona hapa Israel Patrick Mwenda, Bakari Nondo, Mwamnyeto, lakini pia Kibwana Shomari pamoja na wachezaji wengine wananchi, Baka Showboy, Dennis Nkane na baadhi ya wachezaji kutoka under 20 kama ilivyokuwa sheria kwa upande wa ligi mbalimbali kote ulimwenguni, sheria ya FIFA, kila timu kuwa na wachezaji wasiopungua wawili kwenye benchi la ufundi la timu ya ambao ni senior, kwa maana timu ya wakubwa. Na hivyo ndivyo ambavyo pia wananchi wamefanya, na wachezaji kama wawili watatu hivi katika kikosi chao hichi ambacho kiko hapa Tanzanite Kwaraa, kikipasha misuli kuelekea katika mchezo wao dhidi ya Fountain Gate. Tunaangalia mazoezi hapa, kuna namna ambavyo wanaona wachezaji, kuna baadhi nao wafanyaji wa mazoezi kama uvivu fulani hivyo. Kwa kawaida wengi wamekuwa wakisema Jonas Gerard Mkude huwa ni mvivu kwenye mazoezi, lakini kitazama namna ambavyo anafanya mazoezi yake hapa, ana wafadhali kuliko baadhi ya wachezaji. Sitaki kuwataja, na wewe ambaye pia ni mtazamaji wa Remoy Digital unaweza ukawa shahidi pia wa kukiangalia hichi na ukiniambia nini ambacho wanakiona kwa wachezaji baadhi pia wananchi. Mazoezi namna ambavyo wanafanya, kuna wale ambao wanafanya kwa kufanya, wanajua kile ambacho wanakifanya. Kuna wale ambao wanafanya ili mradi tu wamefanya, wengine wanafanya kupeleka tu muda mbele usonge na wao waonekane walikuwa katika eneo la mazoezi. Vika sababu pamoja na Remoy Digital tuko hapa Manyara kwa ajili ya kuhakikisha tunakuletea update zote za kile ambacho kinaendelea katika ardhi hii ya Manyara, wilaya hii ya Babati, katika uwanja huu na dimba hili la Tanzanite Kwaraa. Endelea kubaki na sisi, endelea kusalia hapo. Ni mengi sana ambayo yanaendelea huku Babati wakiwa wanarushiana vijembe maafisa habari, lakini pia wananchi wakiendelea kufanya ya kwao, lakini pia afisa habari wa klabu ya wananchi baada ya kupigiwa simu na Visto Kalala Mayele, lakini pia atakudokeza namna ambavyo usajili wao wakuwa utafanyika kwa msimu unaokuja, lakini akiwahusisha wachezaji wawili ambao wamepita katika viunga vile vya Twiga na Jangwani, kwa maana kwa wananchi Visto Kalala Mayele pamoja na Faisal mtoto Abdallah kurejea katika viwanja au kurejea katika viunga vya pale Twiga na Jangwani kwa wana nchi. Nini ambacho hicho ambacho amekizungumza? Tumeshuhudia msimu uliopita Simba walipotua pale nchini Misri na wao walitamba sana, na Visto Kalala Mayele pia kaenda kuwatembelea katika kambi yao. Maneno pia yalikuwa mengi, lakini mwisho wa siku ikawa tofauti. Hapa namuona Israeli Mwenda akiwa anamuuliza akimuuliza bwana Mwamnyeto, kapteni, muda wana zikatiwe saa nini nilozungumza. Kuna wachezaji wengine wanaonekana wanafanya kabisa mazoezi
si kwamba wanafanya ni jukumu lao la kufanya, wanafanya tu ili mradi waupeleke muda mbele, mambo mengine yaendelee. Ndivyo ambavyo iko, ni tabia za wachezaji tofauti tofauti, kila mmoja na tabia yake, kila mmoja na namna yake. Kuna wale ambao wanafanya kwa sababu wanatambua ndio moja ya misingi ya kazi zao, mazoezi ndio kazi yao. Lakini pia kuna wale ambao wanafanya kupeleka tu muda uweze kwenda na wao waonekane ya kwamba wamefanya mazoezi pamoja na wenzao. Na hicho ndio ambacho nimekiona kwa baadhi ya wachezaji pia ambao wako hapa Tanzania Tigora kwa upande wa wana nchi Yanga. Lakini pia wanazungumza hapa kuhusiana na Simba baada ya kuchua pale nchini Misri, maneno namna ambavyo yalizungumzwa afisa wa Mayele, lakini pia Faisal Toto ambaye anahusishwa na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini dili lake kuwa zito zaidi kutokana na mkataba wake unavyozungumza ya kwamba akitaka kuondoka ndani ya klabu ya Azam akitaka kumuuza, first priority iwe kwa upande wa wananchi. Klabu ya kwanza kutazamiwa iwe ni wananchi kwa maana ya Yanga. Hicho ndo ambacho kimekuwa kikwazo sana kutoka katika viunga vya Msimbazi pale. Matajiri wanatamani leo kesho tuwe pale Msimbazi. Sio Mohamed Dewji peke yake, hata Salim Bagresa na yeye vile vile anatamani Faisal aweze kutua pale Msimbazi siku moja, lakini kutokana na mkataba wake imekuwa tofauti. Kuna kipindi pia walitamani hata aelekee Kaizer Chiefs pale kwa miezi 6, kila kitu kikaramiwe na tajiri, lakini mwisho wa siku bado mambo yakaendelea kuwa magumu. Kishaenda Kaizer au vilabu vya Saudi pale miezi 6, na kwa rahisi yeye kuweza kuingia katika viunga vya Msimbazi pale mitaa ya Kariakoo. Vika 7 langu jina. Bado tuko hapa, tuendelea kukupa update zote, usikae mbali na Rimo Digital kwa habari na matukio mbalimbali kote ulimwenguni. Lakini pia hata kile ambacho kinaendelea katika ardhi ya Manyara, wilaya hii ya Babati, katika dimba hili la Tanzanite Kwara, basi vyote tutakuwa kisha kwamba tunakusogezea kwa uzuri kabisa, sababu tayari timu ya Rimo Digital pamoja na mimi Vika Sama niko hapa kuhakikisha yote hayo basi unayapata kwa uzuri kabisa.